Naam, mwana ukuu Mwafrika. Tuko hapa tena katika kuangalia kama unachokiona hapa. Haya ni maandamano nchini Kenya ambayo waandamanaji wameandamana ili iweze kupatikana haki ya mwanaharakati aliyeuawa ambaye jina lake alikuwa anaitwa Albert Ojwang. Albert Ojwang ambaye alikuwa kwa taaluma yake ni mwalimu, lakini pia vile vile ni mwanaharakati, na ameuawa akiwa kituo cha polisi. Sijui ni kwa nini wa Afrika tunauana wenyewe kwa wenyewe. Hapa tumekuwa tukipiga kelele sana kuhusiana na ukoloni namna ulivyotufanya, na mpaka leo kuna ukoloni mambo leo, na mpaka sasa hivi tunavyoongea bado ukoloni mambo leo upo. Lakini sasa cha ajabu ni kuwa mtu kwenda kuuawa na jeshi la polisi akiwa ameshikiliwa kwa nini? Yani Waafrika tukoje? Yani Waafrika hatuwezagi kuungana katika kufanya mambo mazuri. Yani wanakuambia Waafrika katika jambo pekee wanaloweza kuungana ni kuharibu maisha ya mtu mwingine. Hilo ndio jambo pekee ambalo wanaweza wakaungana na wakaweka na wakafanya ikawa kwa uaminifu kabisa, lakini sio kuokoa maisha ya mtu mwingine. Kwa hiyo haya ndio yamekuwa yakiendelea hapa sasa. Okay, tutakuja kulifafanusha vizuri kidogo hapo baadaye kuhusiana na haya yaliyoendelea hapo Kenya, ambapo Wakenya wameandamana kuhusiana na kifo cha huyu bwana Albert Ojwang, kwa sababu ni mtu ambaye kwenye mtandao wake wa kijamii, kwa sababu huyu ni mwanaharakati, ni mtu ambaye alitoa taarifa za DIG, Deputy Inspector General DIG wa Kenya, ambaye huyu anajulikana kama Eliud Lagat, ambaye sasa yeye alitoa akasema huyu bwana anakusanya pesa nyingi sana kwa mwezi, zaidi ya milioni 100, ambayo sasa kwa sababu ya makosa, hiyo hela inatokana na masuala ya rushwa. Ndicho alichokiongea huyu mwanaharakati bwana Ojwang au Albert Ojwang, mwanaharakati, ndicho alichokiongea. Na baada ya hapo, kumbuka sasa anakotokea bwana Albert Ojwang ni Nyanza. Kutokea Nyanza kule, watu wakawa wanahoji hakuna vituo vya polisi kule, kwa sababu huyu amevutwa, yani amechukuliwa kutokea Nyanza. Walianza kumtraki kwa kutumia simu, na hizi simu basi wakampata, yani wakajua namba yake ya simu, wakajua eneo aliko. Sasa kutoka huko Nyanza mpaka Nairobi ni kilomita, inakadiriwa kuwa kilomita 350 mpaka 400. Wameendaje kwenda kumchukua kutoka Nyanza kumleta mpaka jijini Nairobi, alafu ameenda amefia kule? Na matokeo yake askari wakasema kuwa huyu alijipigiza ukutani, alijiua kwa kujipigiza kichwa ukutani. Lakini postmortem wamejaribu kufanya vipimo huko hospitalini hivi vya postmortem, wamegundua kuwa huyu alipigwa na alinyongwa, maana alikuwa na maumivu makali, alafu baadaye alinyongwa akiwa, imagine, anikiwa polisi amenyongwa. Sasa swali linakuja, unajua mtu akiwa anaongea habari za uongo kuhusiana na wewe, utahangaika naye wa nini? Lakini ni pale tunapohangaika na mtu, ni pale ambapo mtu huyu ni lazima kwa vyovyote vile ameongea habari ambayo ni habari ya kweli, ndio maana utahangaika naye. Lakini kama hajaongea habari ambayo ni habari ya ukweli, unahangaika naye wa nini? Ni kwa nini mtu asafirishwe kutoka, yani kilomita 400? Hii yote ni nini hasa ambacho kilikuwa kinatafutwa? Kumbuka huyu ni mwalimu kwa taaluma, anayefundisha watoto, anayefundisha wanafunzi. Okay, iki anafundisha kutokana na mitaala aliyoandikiwa, lakini pia kama mwanaharakati anajaribu kuexpress mawazo yake na mambo yake ambayo anaona labda hayaendi sawa. Sasa kwa nini muhangaike naye? Kwa nini wachukue waende wamuue? Kwa hiyo sasa serikali ya Kenya, ikiwa ni pamoja na bunge la Kenya, kwa sababu wale maseneta walikuwa wamekaa na wakasema kuwa haki kwa ajili ya huyu mtu itapatikana. Lakini waandamanaji wanaandamana kuishutumu serikali ya William Ruto
kwa sababu kama jinsi ambavyo wamesema serikali hii imekuwa ni serikali ya mauaji. Mimi nanukuu walichokiongea waandamanaji, wasema imekuwa ni serikali ya mauaji kwa sababu watu wengi wanakufa hapo Kenya. Sasa tukumbuke huyu bwana Albert Ojwang, huyu ameacha mke na mtoto mmoja, tena mtoto wa mwezi mmoja, imagine. Lakini huyu pia wazazi wake, huyu alikuwa ni mtoto kwa wazazi wake, alikuwa ni mume kwa huyu mkewe, alikuwa ni baba kwa haka katoto ka mwezi mmoja. Leo amechukuliwa kutoka Nyanza kupelekwa mpaka Nairobi, umbali wa kilomita 400. Na ni kwa nini, kama kweli huyu mtu alikuwa na makosa, kwa nini makosa haya sasa? Kwani hamna vituo vya polisi huko alikochukuliwa Homa Bay kule? Hamna vituo vya polisi? Vituo vya polisi si vipo? Kama anakosa, kwa nini asichukuliwe apelekwe kwenye hivyo vituo vya polisi huko aliko? Kwa nini achukuliwe kutokea Nairobi moja kwa moja kupelekwa, achukuliwe kutokea huko anakotokea Nyanza moja kwa moja mpaka Nairobi, umbali wa kilomita 400? Kwa nini wachome mafuta kutoka huko Nyanza, yani kwanza kutoka Nairobi kwenda kumchukua Nyanza na kurudi naye Nairobi? Kwa nini wachome mafuta? Ina maana alichokuwa nakiongea ni kitu cha ukweli. Sasa ndo kama hivyo. Na nimeona huyu DIG ambaye ni Deputy Inspector General, DIG ndo kirefu cha DIG, huyu bwana Eliud Lagat ameenda kwenye bunge hili la Kenya, kwenye ile seneti, amefika pale. Umeona maseneta walianza kuzomea wakati alipokaribishwa aanze kuongea, kwa sababu unawezaje kuchoma mafuta umbali wa kilomita 400 kama huyu bwana alichokuwa amekiongea kilikuwa sio cha kweli? Sasa unapokuwa kiongozi wa watu, katafute basi kazi nyingine. Lakini the moment wewe umekuwa ni kiongozi, ujue watu kuongea lazima wataongea, hususan pale wanapoona mambo hayaendi sawa. Kusema ni lazima watasema, kuongea ni lazima wataongea. Sasa kwa nini, kama wewe umepewa hiyo nafasi, kwa nini watu wasiongee? Sasa haya ni mambo ambayo ndivyo yanavyoendelea huku Afrika. Ni Afrika pekee ambapo viongozi wamekuwa kama miungu watu, hawaguswi. Ukijaribu hata kuongea chochote tayari. Sasa kupitia mtandao, imagine huyu bwana ameposti kwenye mtandao, na ameposti kuwa yeye kwa jinsi anavyoona ni kuwa DIG anaingiza pesa zaidi ya milioni 100 kutokana na rushwa, kwa sababu watu wakamatwe na bangi, watu wakamatwe kwa makosa mbalimbali, lakini wote hao wanalipa. Kwa huyo akasema wanakusanya, maana kauli aliyoitumia huyu bwana Ojwang au Albert Ojwang ambaye kwa sasa hayupo, kauli aliyoitumia amesema wanakusanya pesa au seniors officers ambao wanakuja, au majunior wanakuja kumletea yeye, na huyu bwana anaingiza pesa nyingi kwa mwezi mmoja, zaidi ya shillings milioni 100. Sasa kulikuwa na haja gani ya kuanza kumuua kama haya mambo sio ya kweli? Kulikuwa na haja gani? Ingawa serikali ya Kenya, Senate ya Kenya wamesema kuwa watadili na hilo swala mpaka wahakikishe haki imepatikana, sio tu kwa familia ya Albert Ojwang, lakini pia kwa taifa la Kenya, kwa sababu maandamano yamelipuka. Wakati haya maandamano yanalipuka, ukumbuke mwaka huu tena kuna finance bill katika taifa la Kenya. Kuna mswada huu na wenyewe bado wadau wanaungoja, hasa hiki kizazi cha Gen Z, kwa sababu hata huyu naye alikuwa ni Gen Z, kwa sababu umri wake ni miaka 31 ilikuwa. Kwa hiyo na wenyewe wanaungojea kwa hamu, na huu mswada wanaungojea kwa hamu ambao unataka ukasainiwe, matokeo yake sijui na wenyewe utakuwaje, kwa sababu imagine kwenye huu mswada ulipitisha kuwa ili serikali iendelee kukusanya pesa, kukaongezwa kodi kwenye mkate, kukaongezwa kodi kwenye mafuta ya kupikia, kukaongezwa kodi kwenye hizi tozo za miamala, kukaongezwa kodi kwenye hizi mataulo ya kike, taulo za kike, nafikiri mnanielewa nikisema hivyo, hizi pedi, kukaongezwa kodi. Alafu na tena ikafika mahali mpaka wagonjwa wa kansa
wale wanaoumwa kansa, yaani ikabidi na wenyewe pia kuongezwe kodi kwenye upande wa matibabu. Yaani unaugua kansa na huko unajitafuta kwa ajili ya kansa, alafu bado na kodi imepelekwa juu. Kwa hiyo ndo haya sasa mambo ambayo Wakenya ilibidi waandamane dhidi ya serikali ya Kenya, kuona mbona huu ni mzigo ambao ni mwananchi anapewa, ili hali viongozi wanaishi kama malaika, wananchi wanaishi maisha ambayo sio maisha kwa kweli. Yani sijui tusemeje, kwa sababu kumbuka, mtu akikosa mchele ili apike wali, akikosa mahindi au unga ili apike ugali, basi kimbilio linakuwaga ni mkate. Mtu anaweza kaenda dukani akanunua mkate, akaja akakoroga na chai yake, akanywa, alafu baada ya hapo akalala akimwamini Mungu kesho itakuwa iko namna gani. Lakini hii imekuwa ni tofauti. Hii imekuwa ni tofauti kwa taifa la Kenya. Kwa hiyo mambo yako mengi ambayo yanafukuta zaidi katika taifa la Kenya. Kwa hiyo tunaamini kama ambavyo serikali ya Kenya imewaaminisha raia na wananchi kuwa wasijali, haki itapatikana, na sisi hilo swala tunaliamini kabisa kuwa basi haki itatendeka kwa familia, lakini pia na wananchi wa Kenya kuhusu kifo cha Albert Ojwang ambaye ameuawa akiwa anashikiliwa na polisi kwenye kituo cha polisi katika mji wa Nairobi. Asanteni sana ndugu zanguni.